Unahisi maumivu ya juu ya tumbo yanayochoma kama moto, kiungulia kinachorudi mara kwa mara, au kichefuchefu kisichoisha? Watu wengi hudhani ni hali ya kawaida, lakini kisayansi inaweza kuwa ishara ya uharibifu unaoendelea ndani ya ukuta wa tumbo lako. Hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu leo tunaeleza dalili na sababu za vidonda vya tumbo na asidi nyingi kwa kina cha kibiolojia. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya ya asili, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana, na twende pamoja mpaka mwisho. Kitaalamu, tumbo huzalisha tindikali kali sana yenye uwezo wa kuvunja chakula, lakini kwa kawaida tumbo lina mfumo wa kinga wa ute maalum unaolinda kuta zake. Tatizo hutokea pale ambapo uwiano kati ya asidi na kinga ya tumbo unavurugika. Hapo ndipo vidonda na asidi nyingi huanza kusababisha madhara. Tafiti zinaonyesha kuwa mamilioni ya watu duniani huathirika bila kujua mapema. Endelea kubaki nasi hadi mwisho, kwa sababu ufahamu huu unaweza kukusaidia kuchukua hatua mapema na kulinda afya yako. Dalili za vidonda vya tumbo na asidi nyingi tumboni. Dalili ya kwanza ni maumivu ya juu ya tumbo, hasa katikati chini ya kifua. Kibiolojia, maumivu haya hutokea pale tindikali ya tumbo inapogusa sehemu ya ukuta wa tumbo iliyoathirika. Ukuta wa tumbo una tabaka la ute linalolinda seli zake dhidi ya asidi kali ya hydrochloric acid. Lakini tabaka hili linapoharibika, asidi huwasiliana moja kwa moja na tishu laini na kusababisha muwasho pamoja na maumivu yanayoweza kuja na kuondoka. Mara nyingi, maumivu huongezeka tumbo linapokuwa tupu kwa sababu hakuna chakula cha kupunguza ukali wa tindikali hiyo. Dalili ya pili ni kiungulia au hisia ya moto kifuani. Hali hii hutokea wakati misuli ya chini ya umio inaposhindwa kufunga kikamilifu na kuruhusu asidi kupanda juu. Asidi inapogusa utando wa umio ambao haujaumbwa kuhimili tindikali kali, husababisha hisia ya kuungua. Tafiti zinaonyesha kuwa mabadiliko ya shinikizo ndani ya tumbo pamoja na udhaifu wa misuli hiyo huchangia sana dalili hii. Dalili ya tatu ni kichefuchefu na wakati mwingine kutapika. Wakati ukuta wa tumbo unapokuwa na muwasho au jeraha, seli zake hutoa kemikali za uchochezi kama histamini na cytokines. Kemikali hizi huathiri mfumo wa fahamu na kuamsha kituo cha kutapika kilichoko kwenye ubongo. Ndiyo maana mtu anaweza kuhisi kichefuchefu hata kabla ya kula. Dalili ya nne ni kushiba haraka au kupoteza hamu ya kula. Vidonda vinapokuwa kwenye sehemu ya juu ya tumbo vinaweza kuathiri namna misuli ya tumbo inavyokaza na kulegea. Hii husababisha chakula kukaa tumboni kwa muda mrefu na kutoa hisia ya kushiba mapema. Hali hii inaweza kusababisha upungufu wa uzito kutokana na ulaji mdogo wa chakula. Dalili ya tano ni uchovu unaotokana na upungufu wa damu. Endapo kidonda kitasababisha kutokwa na damu polepole ndani ya tumbo kwa muda mrefu, mtu anaweza kupoteza kiasi kidogo cha damu bila kugundua mapema. Hii huathiri kiwango cha hemoglobini mwilini na kusababisha mwili kukosa oksijeni ya kutosha kwenye tishu. Dalili ya sita ni mabadiliko ya kinyesi kuwa cheusi au chenye rangi isiyo ya kawaida. Hali hii hutokea pale damu inapochanganyika na chakula ndani ya mfumo wa mmeng'enyo na kuvunjwa na tindikali pamoja na bakteria wa utumbo. Mabadiliko haya ni ishara muhimu ya kuchukua hatua za kitabibu mapema. Kama umeona angalau dalili moja kati ya hizi, endelea kubaki nasi, kwa sababu ufahamu huu unaweza kukusaidia kuchukua hatua mapema na kulinda afya yako. Sababu za vidonda vya tumbo na asidi nyingi tumboni. Sababu ya kwanza ni maambukizi ya bakteria Helicobacter pylori. Bakteria huyu ana uwezo wa kuishi ndani ya mazingira yenye tindikali kali kwa kuzalisha enzimu iitwayo urease. Enzimu hii hubadilisha urea kuwa amonia ambayo hupunguza ukali wa asidi karibu naye. Wakati huo huo, bakteria huyu huharibu ute wa kinga wa tumbo na kusababisha seli za ukuta wa tumbo kuwa wazi dhidi ya tindikali. Tafiti nyingi za kitabibu zimeonyesha kuwa
Maambukizi haya ni chanzo kikuu cha vidonda duniani. Sababu ya pili ni matumizi ya muda mrefu ya dawa za kupunguza maumivu aina ya NSAIDs kama aspirini na ibuprofen. Dawa hizi huzuia uzalishaji wa prostaglandin ambazo ni kemikali muhimu katika kulinda ukuta wa tumbo. Bila prostaglandin za kutosha, uzalishaji wa ute wa kinga hupungua na mtiririko wa damu kwenye ukuta wa tumbo hupungua pia. Hali hii huongeza hatari ya mmomonyoko wa tishu. Sababu ya tatu ni uzalishaji mkubwa wa asidi kutokana na mabadiliko ya homoni ya gastrin. Gastrin huzalishwa na seli maalum kwenye tumbo na kuchochea seli nyingine zinazotoa asidi. Ikiwa homoni hii itazalishwa kupita kiasi, seli zinazotoa asidi huendelea kufanya kazi kwa kiwango kikubwa na kusababisha tindikali kuzidi uwezo wa kinga wa tumbo. Sababu ya nne ni msongo wa mawazo wa muda mrefu. Msongo huongeza utolewaji wa homoni za cortisol na adrenaline. Homoni hizi huathiri mtiririko wa damu kwenye mfumo wa chakula na kuongeza uzalishaji wa asidi. Pia hupunguza uwezo wa seli kujirekebisha baada ya kuharibiwa. Sababu ya tano ni matumizi ya tumbaku. Nikotini huongeza utolewaji wa asidi tumboni na kupunguza mtiririko wa damu kwenye ukuta wa tumbo. Pia huathiri kasi ya uponaji wa vidonda vilivyokwisha kutokea. Sababu ya sita ni unywaji wa pombe kupita kiasi. Pombe huathiri moja kwa moja seli za epitheliamu ya tumbo na kuongeza upenyezaji wa ukuta wa tumbo. Hali hii hurahisisha tindikali kuingia ndani ya tishu na kusababisha mwasho au jeraha. Sababu ya saba ni lishe isiyo na mpangilio na kuruka milo mara kwa mara. Mwili una ratiba ya kiasili ya kuzalisha asidi hasa unapotarajia chakula. Ikiwa mtu hatakula kwa muda mrefu, asidi inayozalishwa inaweza kuanza kuathiri ukuta wa tumbo. Sababu ya nane ni magonjwa sugu kama kisukari au magonjwa ya ini. Magonjwa haya huathiri mzunguko wa damu na uwezo wa tishu kujirekebisha. Hivyo, vidonda vinapojitokeza hupona polepole au vinaweza kuendelea kuathirika. Kwa ujumla, vidonda vya tumbo na asidi nyingi hutokana na kuvurugika kwa uwiano kati ya nguvu ya tindikali na mfumo wa kinga wa ukuta wa tumbo. Kuelewa mchakato huu wa kibiolojia husaidia kuchukua hatua sahihi za kinga na matibabu mapema ili kulinda afya ya mfumo wa chakula. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.